Hi guys, so baada ya shamra nyingi za jana turudi kwenye focus ambako hiyo jana kuna kikao madhubuti kilifanyika cha kikundi cha utekelezaji cha mawaziri wa Jumuiya ya Madola kilikaa. Hiki kinaitwa Commonwealth Ministerial Action Group. Nafikiri mmeshakiona CANG kwenye mitandao mbalimbali. Ambako mnakumbuka tulikuwa tuna wasiwasi kwamba Chakwera atakuja kutubabu chande. Lakini cha ajabu, Chakwera ameenda kutuwakilisha ipasavyo. Yani amemwenzi baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba ameenda kutusaidia sisi Watanzania kupata haki zetu. So hiki kikundi CANG ilipokea kwa shukrani ripoti ya katibu mkuu kuhusu ziara katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So ikikumbuka masharti manne yaliyobainishwa katika mkutano wake wa 71 mnamo Disemba 5. CANG ilibainisha kwa wasiwasi kwamba, pigia mstari neno wasiwasi. Kwa wasiwasi kwamba ingawa sharti moja limetekelezwa moja, kumbuka masharti manne CCM wamefanikiwa kutekeleza moja kuanzia Disemba mpaka leo. Waone hawa watu walivyo. Na lingine limetekelezwa kwa kiasi. Masharti mawili yaliyosalia hayajashughulikiwa kabisa, ambayo ni yale ya uwajibikaji na kuwataja na kulipa fidia kwa waathirika. Hawajasubutu kutaja zaidi ya kuendelea kutukandamiza. So CANG pia imeeleza kwa wasiwasi wake kwamba hali imeshuka. Yani tokea Disemba ile wakaicho kikao na Chakwera, hali inaendelea kushuka, sio kupanda. Imeshuka Tanzania, hali ya kidemokrasia, kisiasa, kila kitu. Tangu ziara ya mjumbe maalum ikijumuisha vikwazo vya nchi nzima kwenye shughuli za kisiasa, shinikizo linaloendelea kwenye nafasi za kiraia kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla. Yani kinachoendelea Tanzania kipo dunia nzima, kinaonekana, wanaona, wanasikia, wanaambiwa. Yani kwamba hamruhusu maandamano, hamruhusu waandishi wa habari kuongea, hamruhusu watu kutumia mitandao. Sasa hivi hata akaunti ya Dada Maria Sarungi haipatikani Tanzania bila VPN. X haipatikani Tanzania. So kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla, pamoja na kuzuiliwa kwa kufunguliwa mashtaka ya kisheria ambayo hayajafuatiliwa dhidi ya kiongozi mkuu wa upinzani ambaye ni Tundu Lissu, na mazingira ya hofu miongoni mwa wapinzani. Kila siku mnawateka na kuwaua Chadema. Dunia inawaangalia na mtawajibika. Only time will tell. So kuhusu hali ya Tanzania, CANG iliamua kubakiza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye agenda rasmi katika hatua hii. Yani still we are watching you man. Tunaangalia. Kwa hiyo mmebaki pale. So walihimiza katibu mkuu kuendeleza ushirikiano wake na Tanzania ili kusaidia maendeleo ya dhahiri ya Tanzania kwenye masuala matatu yaliyosalia, yaliyotajwa katika mkutano wa 71 hiyo Disemba 25, ambayo ni kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya uhuru wa kukusanyika na kujieleza, maandamano kwa kifupi. Asasi za kiraia na vyombo vya habari. Kufanyika kwa jukwaa la mashauriano la vyama mbalimbali ili kukubaliana juu ya mfumo wa pamoja wa njia ya kwenda mbele ya maridhiano. Utekelezaji wa mchakato ya kisiasa na ya kiutawala ya uwazi ili kuwawajibisha wahusika wa Oktoba 29 wa hizo ghasia na matokeo yake na kuwafidia waathirika inavyostahili. Tuje patana. Ndani ya siku 30, ndani ya mwezi mmoja, kutatua kuzuiliwa kwa Tundu Lissu kupitia njia ya kisiasa na kisheria, na kuwaachilia wengine walioshikiliwa kwa sababu tu ya kutumia haki zao kwa amani. Ajaye nafurahisha. La pili, ndani ya siku 60, ndani ya miezi miwili CCM mnaambiwa kurejesha ufikiaji kamili wa majukwaa ya kidigitali. Yani hapa tunawaambia Instagram watu waipate kwa kujiachia. Msije mkasema hapa sisi ni nchi huru. Ni mbona mnavaa masuti makubwa kwenda kuomba kukutana na watu kwa Commonwealth? Kama nyinyi ni nchi huru. Kuacha vitendo vya upitishaji, kurejesha kamili majukwaa ya kidigitali na kuacha vitendo vya upatishaji hofu kwa vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza. Wale mliowaita magaidi, acheni kuwatisha.
Wanaharakati, acheni kuwatisha, acheni kututisha, hatutishiki. So, ndani ya siku 90, ndani ya miezi mitatu, kuitisha jukwaa la kuaminika na linaloshirikisha vyama vyote likiwa na uwezeshaji usio na upendeleo. Yaani hamna kuona hivi mnyoko. Likiwa na mamlaka yanayohusisha mageuzi ya mfumo wa uchaguzi. No reforms, no election, man. Yaani mtafanya reform, mpende msipende. Mfanye reform kabla ya miezi mitatu. Narudia tena, miezi mitatu. Ndani ya miezi mitatu. Ushindani wa kisiasa, mahabusu na uwajibikaji. 4, kuanzisha bila ya kuchelewa uchunguzi huru wa jinai. Hivi ile tume ya jinai ya mchongo ilienda. So, uchunguzi huru wa jinai uliopendekezwa na tume ya uchunguzi ikijumuisha masuala kama vile fidia kwa waathirika, kukiwa na sifa zinazo ainishwa na ufadhili na muda uliowekwa. So, baada ya hapo wamekubaliana tena kukutana Septemba 26 ili kuialika Tanzania kuwasilisha report. So, wanategemea Septemba mtakuwa tayari, maana mshatekeleza. What's so difficult? It is guys, macho yangu na sauti ni mbaya kwa sababu sijalala. Jamani, mwenzo nimetoka usiku kufanya kazi. So, ni hayo, mengine ni madogo ambayo yanakuja. Mkutano Septemba, mkutano Novemba na vitu vingine, na watashirikiana pia na SADC na AU na East African Community. Sasa ndugu zangu, kabla sijawaacha, mkumbuke tayari hapa kuna pini zinapigwa 3. Kuna hii ya Commonwealth, kuna European Parliament, alafu kuna American Senators. Haya ni majukwaa makubwa 3 ya watu walionyeuka hivi. Hamna kuna kona. Wameshavaa masuti makubwa, wameshaenda kujiongelesha. Wameshajizungusha kwenye makorido na kupiga picha. Lakini matokeo yake, ripoti zikija, ziko kwenye upande wa haki. Ndani ya miezi mitatu Habari zenu wa Tanzania. So, wa Tanzania, leo ninaombi kwenu, hasa nyie Gen Z. Leo ninaombi kwenu na ni ombi muhimu sana. Okay, iko hivi. Amnesty International wameweka petition kwenye website yao. Hizo petition inabidi sisi wa Tanzania tuzijaze. Sasa unaweza labda ukajiuliza kwamba petition ni nini? Petition ni njia ya kuwasilisha maombi au kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi au taasisi kwa njia ya saini ya pamoja. Sasa hiyo saini ya pamoja, tunavyojaza zile petition, zile form, hapo ndo tunapokuwa tunaonesha kwamba ni njia ya pamoja ya kwetu sisi kama Watanzania kuwasilisha madai yetu. Amnesty International ni shirika ambalo linapigania haki za binadamu. Kwa hiyo wameweka zile petition ili kutusaidia sisi wa Tanzania kudai haki, kudai uwajibikaji kwa ajili ya mauaji ya tarehe 29 mwezi wa 10. Kwa nini ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu tunavyojaza zile petition tunakuwa tunaonesha malalamishi yetu, tunakuwa tunaonesha sauti zetu za kudai haki, tunaonesha kwamba hatukubaliani na yale ambayo yalitokea mwaka jana. Lakini pia tunakuwa tunainyima serikali uhalali wa kuongoza. Yaani wanaonekana ni viongozi wa hovyo, tunawanyima legitimacy. Sasa hivyo itawafanya wao wakiendea, tuseme waende kwenye uchaguzi ujao, ngoja tuseme hivyo. Mimi situmaini itakuwa hivyo, lakini ngoja tuseme hivyo. So kwenye uchaguzi ujao watakuwa wanaonekana ni watu wa hovyo, kwa sababu ni watu ambao wamelalamikiwa na wananchi wengi, ni watu ambao hawana uhalali wa kuwa viongozi. Lakini sababu ya 3 ni kwamba tunakuwa tunatoa ushahidi wetu kimataifa. Kwa mfano, balozi, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa,
taasisi za haki za binadamu, mara nyingi uwaga wanahitaji ushahidi ambao unatoka kwa umma. So wanavyofanya hivyo inakuwa inawapatia wao urahisi wa kuweka vikwazo na kuweka shinikizo kwa viongozi haramu ambao wanahusika na vifo vya ndugu zetu au ambao wamevunja haki za binadamu. Kwa hiyo ni muhimu sana tufanye hivyo, na waomba hasa nyie majenzi. Nyie najua kwamba nyie mna simu kuanzia asubuhi mpaka jioni, mpo kwenye simu. Kwa hiyo nitaweka hapo linki kwenye maandishi, unaweza ukaikopi ukaiandika kwenye simu au kwenye kompyuta au kwenye iPad, alafu itakupeleka moja kwa moja kwenye ukurasa husika. Na hiyo video nimekutengenezea video nyingine pia ambayo itakuonesha namna ya kufanya. Kwa hiyo mtazamo wake ni kama hivi hapa mnavyoona. Huu ndo mtazamo wake. Yaani ukiingia kwenye hiyo linki ambayo nimekuandikia hapo chini, itakupeleka kwenye page ambayo inafanana hivi. Sasa ukishaingia kitu ambacho utakijaza ni hii sehemu tu. Hapa utaandika jina lako, jina la baba yako, email, nchi, unabonyeza hapa, alafu unatuma hapa take action. Kitu ambacho nataka kukuambia ni kwamba hapa kwenye sehemu ya majina sio lazima utumie majina yako, yani majina yako yale ya kuzaliwa, majina yako halisi, sio lazima. Unaweza ukatunga majina yoyote. Lakini pia kwenye email unaweza ukatumia email ambayo haijakulink kwenye information zako, yani email ya tuseme ya ziada au ya kitu kama hicho. Nchi sio lazima uchague Tanzania, unaweza ukachagua nchi yoyote. Ukimaliza unabonyeza hapa, una take action. Kitu kizuri ambacho kinaweza kutusaidia kwa uzaidi kuhusu hii hapa ni kwamba unaweza kuijaza hii mara nyingi tu, ili mradi ubadilishe email. Majina unaweza ukatumia hayo, lakini email ubadilishe, kwa sababu wataona kwamba usipobadilisha itaonekana kwamba inatoka kwa mtu huyo, lakini ukibadilisha itaonekana kwamba ni watu tofauti ambao wametuma. Na nadhani ndio hivyo. So naomba tusaidiane sana kwa hili, ni muhimu. Yani usije ukalizalau ukaona kwamba labda najua kwamba hasa nyie majenzi sasa hivi mko kwenye mitandao sana, mko kwenye simu sana, na hii hapa kitu inachukua dakika 2 tu unakuwa umeshamaliza. So nawaomba, hii hapa ni sehemu ya kupigania haki, ni sehemu ya kutaka uwajibikaji kutoka kwa hawa hapa serikali haramu. So ni muhimu sana tuoneshe dunia kwamba bado sauti zetu zinataka haki. Asanteni. Habari zenu wa Tanzania. Wa Tanzania, jana ilikuwa ni siku ya ushindi kwetu sisi wapenda haki. Ilikuwa ni siku kubwa kwa sababu tulipata taarifa nzuri mara 2. Taarifa ya kwanza ndio hiyo ya wananchi walimkataa Samia hadharani. Yaani jana nilifurahi sana, Watanganyika mlinifurahisha sana jana. Mmeonesha umoja, mmeonesha nguvu ya kuungana, mmeonesha msimamo wenu wa haki. Yaani Mungu aendelee kutubariki mpaka haki ipatikane. Lakini taarifa ya pili ni kwamba Jumuiya ya Madola Commonwealth walitoa barua jana. Waliandika kuhusu Tanzania. Na wamefanya hivyo baada ya kumtuma mwakilishi wao. Walikuwa wamemtuma mwakilishi wao maalum nchini Tanzania, ambaye alikuwa ameenda kufanya mazungumzo na kuchunguza kitu gani kinaendelea, mambo ambayo yalitokea, yale machafuzi ya mwaka jana. So baada ya kuwapatia ripoti ndo wakaamua kufanya mkutano maalum jana. Wakawa wanaizungumzia
Tanzania, kwa sababu waliona kwamba Tanzania bado mambo hayajawa sawa. Bado wananchi wananyimwa uhuru wa kujielezea, bado wanaharakati wanakandamizwa, vyombo vya habari havina uhuru, vyama vya siasa vinakandamizwa, Mheshimiwa Tundu Lissu bado anaonewa. Kwa hiyo wakaamua jana watoe tamko. Sasa walitoa masharti makubwa 4. So nitajaribu kuyaelezea kidogo. Sharti la kwanza walisema kwamba ndani ya siku 30 wanataka Mheshimiwa Tundu Lissu aachiwe huru. Lakini pia wanataka wale wafungwa wote ambao wamefungwa kwa sababu ya kupigania haki, wanataka pia waachiwe. Mnakumbuka tarehe 29 kwa maandamano yaliyopita mwezi wa 10 mwaka jana, kuna vijana wengi ambao walifungwa kisa walikuwa wameenda kuandamana. Sasa wanataka na wao waachiwe. Sharti la pili wanasema kwamba ndani ya siku 60 wanataka vyombo vya habari, wapigania haki vyote, yani wawe huru. Vyombo vya habari wawe na uhuru wa kuandika kile ambacho wanakiona kiko sahihi, na wawe na uhuru wa kuchagua taarifa gani wanataka kuitoa au hawataki kuitoa. Lakini pia watu ambao wanapigania haki za binadamu nao wawe huru, wasikandamizwe wala wasitekwe. Sharti la tatu ni kwamba wanasema ndani ya siku 90 wanataka yafanyike maongezi ya mageuzi. Yani kwamba tuongelee namna ya kuwa na mifumo ya uchaguzi ambayo itakuwa iko huru, lakini pia wanataka ushindani wa kisiasa ambao utakuwa hauna ubaguzi wowote. Kwa sababu si mnaona kama sasa hivi wanawakandamiza Chadema, mara msifanye mikutano, mara msifanye nini. Sasa huo ushindani hauko huru. Wanataka tuwe na ushindani ambao utakuwa ni wa huru kabisa. Lakini masharti au sharti la 4 wanasema kwamba ufanyike uchunguzi wa machafuzi ya mwaka jana ambao utakuwa ni huru. Hii inamaanisha kwamba hawakubaliani na matokeo ya tume ya uchunguzi ya Chande ya michongo ile ya waliotoa. Hawakubaliani nayo. Kwa hiyo wanataka ufanyike uchunguzi mwingine ambao utakuwa huru. Wanataka waliohusika wawajibishwe. Wanataka walioathirika walipwe fidia. Kwa hiyo Commonwealth kwa kiasi kikubwa bado wanafuatilia mambo ambayo yanaendelea nchini na wako upande wetu. Wamesema kwamba mwezi wa 9 watafanya mkutano mwingine wa kufuatilia kama hayo masharti yametimizwa au bado hayajatimizwa. Na endapo hayajatimizwa, basi mwezi wa 11 mwaka huu watafanya mkutano mwingine ambao watakuwa wanaichukulia serikali haramu hatua. Ni ushindi jamani. Kuna matumaini ya kupata haki. Hello, ni John Marcus hapa. Yes, nina ujumbe mfupi. Saa 3 za moto hatutakuwa nayo leo. Lakini na ujumbe mfupi tena kwa hii serikali ya wauaji. Walitusingizia na walisema Watanganyika walipoandamana tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana ni kwamba walilipwa. Na tunajijua binafsi hakuna mtu hata mmoja aliyetulipa kupigania haki, kupigania katiba mpya, kupigania uchaguzi usiwepo, kupigania watu wasitekwe na kufirwa, kupigania uovu wote ambao unafanya Samia na kuua watu. Lakini tukaendelea na tunaendelea kushinikiza. Tarehe 7 mwezi wa 7 tukawa tunaendelea kushinikiza Watanganyika tutoke ili tuendelee kupigania hayo ambayo nimeyasema. Unajua kilichotokea? Samia Suluhu Hassan na genge lake wao ndo wakalipa waandamanaji. Waliwalipa vyombo vya dola, polisi, wanajeshi, migambo na wanaojiita usalama wa taifa kuandamana kwenye mitaa na viunga vya Dar es Salaam na majiji yote 5. Na ngoja nikwambie, ndugu zetu hawa wamelipwa posho kubwa kweli kweli kuliko posho nyingine yoyote ambayo huwa wanalipa. Yoyote. Maana yake ni nini? Kumbe wao ndo wanalipa waandamanaji. Samia Suluhu ndo analipa waandamanaji.
Yeye ndo amelipa watu vijana wa Tanganyika ambao wanavaa sare za polisi, sare za kijeshi kuandamana. Sasa ujumbe huu kwako Samia, tunakuja tarehe 8 mwezi wa 8, tarehe 8 mwezi wa 8, ikae kichwani mwako Samia, hatutaacha kuandamana. Na kwa nini tunaandamana? Ni kwa sababu tunashinikiza uongozi uliojipachika kwa njia za damu za ndugu zetu uondoke. Tunataka katiba mpya, tunataka waliotekwa waachiwe, tunataka waliofungwa kwa kesi za kisiasa waachiwe, akiwepo ndugu yetu Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo tarehe 8 tunakuja kuandamana. So itakuwa hivi, kama utalipa waandamanaji tena, hawa polisi ndugu zetu na vyombo vya dola, magereza pamoja na wanajeshi, tutaandamana nao. Sisi tutakuwa hatujalipwa, ila wao utakuwa wamewalipa, ila tutaandamana nao kuja kuhakikisha tunapata haki zetu za msingi tunazozidai. Samia, tupo rada na weka rada. Tunakuja tarehe 8 mwezi wa 8. Wamenipenyezea Gen Z, wanasema tarehe 8 mwezi wa 8 tunakuja. Hatutatulia, hatutanyamaza mpaka haki patikane. Narudia tena hii kauli Samia, labda utaisahau. Hatutatulia, hatutanyamaza mpaka haki ya Mtanganyika ipatikane. Mungu atubariki sana. Amen. Jamani Watanganyika, Watanganyika wana mizigo mikubwa sana mioyoni. Wana mizigo mikubwa sana mioyoni. Na hii nataka niwaonyeshe kwamba jana kwenye miaka 30 ya Bongo Flava wale waliohudhuria kwenye lile chini kongamano, imefika hatua kwamba mtu akizungumza serikali, wao wananchi wanaona ni adui yao. Hiyo reaction iliyotokea ya kumzomea mwana FA kisa amezungumza serikali ni message kubwa sana ambayo serikali wanapaswa kukaa kutafakari, sio kukasirika, sio kuwanunia wale watu kwa sababu hakuna mtu mwenye chuki binafsi. Hakuna mtu mwenye chuki binafsi. Yale ambayo yanaendelea ndiyo sasa yanajitokeza. Na sababu kubwa nyingine kwamba ukiwanyima watu platform ya kuzungumza, ukiwanyima watu maandamano wakatoe yale ambayo yako moyoni, sasa utakutana nazo kwenye ukumbi kama hizi. Na kwenye ukumbi kama hizi ambazo mtu wa serikali akija ndio utakutana nazo hayo mambo ambao wao wananchi wana hasira nyingi sana mioyoni. Hakuna jambo ambalo linaweza likasaidia nchi kama watu utawakandamiza, utawanyima kuzungumza, utawanyima kuandamana, utawanyima kufanya mikutano, alafu wakawa wako salama kwenye maukumbi ya starehe au mahala popote ambapo mnavojikusanyika, alafu nyinyi watu wa serikali mje afu muhitaji serikali. Ndio kitu ambayo imetokea. Sasa tukifikia hapo, manake tayari tena tushafika level nyingine ambayo serikali yetu ambayo tunapaswa kujivunia ni serikali ambayo iko vizuri. Manake sasa watu hawajivunii kuwa na serikali. Watu wanaona serikali sasa ndio adui. Sasa nyinyi mnataka mniambie sasa, wale watu wote waliokuwepo kwenye ule ukumbi ni wanachadema wale wote? Wale waliozomea jana ni wanachadema? Kwa sababu hamna jukwaa la kisiasa ambayo imechaguliwa Chadema leo waje, CCM waje, na wale ni Watanzania wote wameungana na vyama vyao na dini zao, wote wameonyesha hisia kwamba kinachofanya serikali sio jambo zuri. Na hasa hili la juzi kwamba eti Watanzania wanaharakati ni magaidi. Kweli? Wanaharakati na magaidi kweli? Kama wewe unaona
unaona hukosei. Wewe sio binadamu. Wewe unataka unachokitaka tu unafanya. Chochote unachotaka tu unafanya. Hapana, sio sawa. Sio sawa. Sisi pia hii nchi ni ya kwetu. Hii nchi sio ya watu wa serikali tu. Sio nyinyi tu ambao mko serikalini ndio mnaona nchi ni ya kwenu. Sisi mnaona nyinyi, yani sisi ni mifugo yenu. Nyinyi mshakuwa serikali mnaona sisi ni mifugo yenu. Mkitaka kutuuza mnatuuza. Mkitaka kutulisha pumba mnatulisha pumba. Mkitaka kutupiga sindano mnatupiga sindano. Mkitaka kutufunga mnatufunga. Mkitaka kutufanya chochote mnaweza kutufanya chochote. Kwa hiyo sasa sisi watu wa kawaida mnatuona sisi kama mifugo yenu. Mkitaka kutufungia ndani mnatufungia. Mkitaka kutufungia zizini mnatufungia. Maisha gani tunachaguliana ya namna hiyo? Kwa nini sisi wananchi wa kawaida hatuna mamlaka kuwajibisha viongozi wa serikalini? Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, mtusaidie. Watu wa serikali wanaiharibu nchi hii. Watu wa serikali wanaiharibu nchi hii. Tukitaka kuandamana kusema kero zetu mnatuzuia nyie. Nyinyi sasa mnatushika, mnatufunga mikono, mnawapa watu wa serikali watupige. Mnawapa watu wa serikali mamlaka watufanye wanavyotaka wao. Wakati kabisa mnajua kabisa kwamba wenye makosa ni kina nani. Watu wa serikalini saizi ndio wanasababisha nchi yetu sisi situlie, kwa sababu wanalinda maovu yao. Na maovu wanayoyafanya mnayaona. Niliwapa mfano mmoja. CAG yanavyofanya ukaguzi wa kila mwaka, mnaona wanavyotuibia pesa. Mnaona wanavyokula pesa za walipa kodi. Nyinyi wenyewe mnaona maisha yao yalivyo ya kistarehe. Mnaona magari wanayotumia na ya pesa nyingi. Magari ambayo yanatumia mafuta mengi. Mnaona wao wanaishi maisha ya kifahari. Wananchi huku chini tunaishi maisha ya shida. Kutibiwa ni shida. Kupata chakula milo mitatu ni shida. Lakini wao wanaishi maisha ya starehe, na nyinyi mnaona. Sisi tukiona hawatutendei haki, tunataka kuandamana, nyinyi mnatunyima. Tafakarini sana haya mambo. Kwa sababu bahati nzuri, unajua mimi ngoja niwape mfano mmoja. Kuna OCD mmoja kwenye wilaya yangu alishawahi kuwepo hapa. Mtoto wake alikuwa ni rafiki yangu sana. Na alikuwa ni mwanachadema mzuri sana, mtoto wake. Na mimi ni rafiki yangu mpaka kesho. Lakini angalia namna ambavyo anampa mama yake shida. Anavyompa baba yake shida. Kwamba ni roho juu juu huyu mtoto inakuwa. Kwa sababu haya mambo ni mambo ambayo mtu anatokea automatically tu anaona mimi siridhishi kwa upande huu. Kwa sababu ya shida 1, 2, 3. Sasa utafanyaje? Sasa nyinyi ambao mko madarakani, kumbukeni mna watoto. Nao watoto tunaishi nao. Wanaona shida ambazo tunaishi. Na yeye hizo shida zinamkuta. Na yeye akitaka kuandamana mnampiga. Huyo ni mtoto wako. Kwa sababu msifikiri kwamba nyinyi watoto wenu wote mnakaa nao kwenye ofisi. Msifikiri na yeye ukishakuwa OCD na yeye mtoto wako ni OCD. Hapana, yani hayo ni maisha yako na familia yako naye na maisha yake. Unapostaafu ndio utagundua kwamba zile haki ambazo ulikuwa unazinyima wewe unazitaka sasa na wewe huwezi kupata, unapigwa na wewe. Unapokuwa IGP, kumbuka hata kama watoto wako unaamini kwamba waishi mtaani, lakini hizo haki ambazo sisi tunazitaka kipindi wewe haupo kwenye nafasi yako, hao watoto wako wanazihitaji hizo haki ambazo sisi tunapigania, na hao wanapigwa. Kwa sababu mimi naamini hakuna kiongozi ambaye amezaliwa juu ya mti, amezaliwa na mti, amezaliwa na mnyama, amezaliwa na binadamu kama sisi.
wana maisha duni, ndugu zake huko chini, wanatokea vijijini huko chini. Hakuna mtu ambaye maisha yake yeye ni yeye tu, hawana familia ambazo wako huko chini ambao ni duni. Huwezi kutajirisha familia nzima, huwezi kuwapa haki familia nzima. Lazima na nyie mkiwa huko juu, familia zenu wanaishi maisha ya shida kama sisi. Kwa hiyo hii wimbo ambao tunaimba wote, mtusaidie mliko huko juu, kwa sababu iko siku mtakuwa huko chini na mtayafili haya maisha ambayo sisi tunayafili huko chini. Mimi kiukweli ile tukio la jana liniuma sana, kwa sababu nilitamani watu waipende serikali, watu wakisemwa serikali watu waifurahie. Lakini sasa nyinyi huwa mnawafurahisha viongozi, mnawatengeneza watu wa mchongo, wanawasifia. Wanakuja na wanasema tunakupenda, tunakupenda. Hao watu mnawatengeneza watu wa mchongo. Mkija kwenye maisha ya halisia ya mtaani, huwezi kukuta hivyo vitu. Huwezi kukuta hivyo vitu. Mnatengeneza watu wa mchongo kuonyesha kwamba watu wanapendwa, watu wanafuraha. Lakini watu hapana, watu wana mizigo mioyoni, wamebeba mizigo mikubwa. Haya mambo lazima tuyaseme, tusipoyasema kwenye sisi wa Kristo tunasema mawe yatazungumza. Sasa huwezi kujua mawe ndio sisi. Kwa hiyo watu lazima waseme, ruhusuni watu wazungumze. Alafu na nyinyi mjirekebishe pale ambapo watu wanasema, mrudi kwa wananchi, mshikamane, rudisheni taifa liwe moja. Rudisheni taifa liwe moja. Maridhiano ni jambo la muhimu sana, mkiwa na ukweli na dhati ya moyoni kwamba tunatamani Tanganyika iwe moja. Kwa sababu ukisema Tanzania, Zanzibar kule ishajitenga siku nyingi. Ishajitenga siku nyingi. Kwa hata maana kuitumia Tanzania tena, kwa sababu ukitaka kuzungumza Tanzania manake muwe na nchi mbili ambazo zimeungana. Zanzibar ishajitenga siku nyingi. Ni nchi yao na wameshabadilisha katiba yao na nini kila kitu. Ishajitenga siku nyingi. Kwa hiyo maana ya Tanzania haipo. Hii ndio Tanganyika ambazo sasa hivi ndio tumebaki kwenye malalamiko. Wenzetu kule wametulia kimya. Jana wameshafanya maridhiano, si jana si juzi tarehe 9 ile. Wameshafanya maridhiano, nimeona watu wa CCM wanabeba bango la yule mzee wa ACT, wanabeba wao wenyewe, wanasema ndio Zanzibar ambao wanaitaka, wanaifurahia. Sisi Tanganyika huku ni mwiko. Tanganyika tu imebaki kwenye tope, imebaki kwenye lindi, imebaki kwenye shida. Wananchi hawaelewani, wananchi hawako pamoja, yani nchi iko vagranti. Sasa furaha gani tunatafuta? Kuna muda mwingine nawaza, unajua hii serikali kuna muda mwingine inatuvika ubaya tu. Inatuvika ubaya tu bila sababu. Na kwa sababu ya uhuni wanaofanya, wanaogopa matokeo ambayo yatakayotokea. Watanzania sio wagomvi. Hata ukiwaruhusu kuandamana, hawawezi kuleta ugomvi mnaosema nyie. Hawawezi. Kama ingekuwa ni wagomvi, unataka kuniambia kwenye paredi la Yanga kule hakukuwa na watu ambao wangeweza kufanya maandamano? Paredi la Simba, unataka kuniambia hakukuwa na watu ambao wangeweza kufanya maandamano? Polisi kwani walifanya waliingia waliingia mtihani au waliingia ugumu wote kwa ajili ya vurugu ambazo zimetokea? Watanganyika sio wagomvi. Ugomvi ni nyinyi wa serikali ndo mnao. Nyinyi ndo wagomvi. Hata sisi pia mnaweza mkatulinda kwenye maandamano na hakuna ugomvi ambao utakaotokea. Ni kwamba mnachokiogopa tu ni uhuni mnaofanya. Na uhuni wenu unakaribia kuisha. Tanganyika lazima iwe free. Hatuhitaji wahuni sisi kwenye nchi yetu. Serikali iliyopo madarakani imewapa nafasi watu ambao si chochote. Watu ambao hawana point of view. Yes. Kama hao akina Mwandambo. Watu ambao yani hawafanyi lolote kwenye hii jamii. Yani kuna hawana mchango yote. Yani kuna mtu anaamka tu asubuhi anasifia. Anaanza kumsifia fulani. Sio rais, sio amefanyaje, amefanyaje. Anagaragara chini alafu anaanza akapewa milioni 50. Yes.
Sasa mtu anapofanya vitu kama ile, alafu unamrundikia mapesa. Tuliona kuna clip zilitembea, watu walikuwa wanaongea wanapewa, sijui yule mwimbaji naye kanyaga chini ya viatu yule, alifanya akapewa pesa. Sasa unapofanya hivyo, alafu kuna mtu anapambana, analipa kodi, anatupambania nchi yake, alafu unamwaga pesa, alafu wewe wale walipa kodi unachukua zile pesa unakuwa unazitawanya kwa watu. Kwa hiyo unajaza hasira na sumu kwa watu, wanaona kama unawachukulia ukumbavu. Yes. Kwa hiyo hapa akitokea mtu ambaye point of view kama hao wakina Nuru, namuona sana huyu Nuru, sijajua kama anaishi wapi, si yuko Tanzania, si wapi, sitaki kujua, ila nataka ku point of view. Kwa hiyo wakitokea kama wale watu wakishawishi, wanatumia nguvu ndogo sana kuamsha hasira ndani ya watu. Sio kwamba wenyewe wanashawishi. Unajua wanataka kujidanganya eti watu wanashawishiwa. Watu hawashawishiwi, yani sababu wanazo jumla. Maana kweli mtu hawezi kushawishiwa tu akatoka kipuuzi. Yaani mtu hawezi kushawishiwa akatoka. Anajumlisha mambo, anaona kabisa ni upuuzi. Yes, kwa sababu kuna watu wanapambana. Kuna watu wanapambania jamii, wanapambania taifa. Sasa hii taifa linapambaniwa na watu. Wengine wanakula. Anakatwa kodi. Anang'ang'ana hivi machinga, anafukuzwa sehemu, anahama anaenda sehemu moja. Anahama hapa anapelekwa hivi, kesho ambamuliwa kibanda. Alafu kule huyo mtu anakuja akitoka jioni amechukua 500 yake ameweka bando. Ana point of view, hapo anaona watu ambao si chochote kwenye hili taifa wanapewa vipaumbele, wanapewa nyadhifa. Hawezi hata kusemea chochote, hawezi hata kupoint chochote, hawana hata utu. Sio, unanipata? Hawana hata mada. Hata mimi napata hasira of course, lakini siwezi kuandamana, lakini napata hasira. Sasa wale watu ambao hawana chochote wanapopewa nafasi, wanamwagiwa pesa. Alafu hao watu badala waelezee jinsi jamii, yani jinsi taifa hili linatakiwa liinuke kwa pamoja, wenyewe wanaanza kupoint the person, sio kupoint of view of development. Wanampoint mtu, sio ukifanya nini atafanya nini, atawafanyia nini. Sisi si yule, sio kwamba tumemweka ili atufanyie vitu. Sisi tumemweka kama atuongoze, kutufikishia. Hatujampa kura ili atutishie, hatujampa kura ili atuletee, kwa sababu yeye hana pesa kutoa mfukoni akatuletea. Sisi tumempa ili aongoze rasilimali zetu, na rasilimali kubwa ni rasilimali watu. Na kweli akatusemee huko tufike kwenye, yani awe ni kiongozi wetu kutufikisha hadi. Sasa hao ambao wanawapa nyadhifa kule hawana uelewa wa kuweza kutoa point of view. Wenyewe baada ya kutuletea kwamba huyu anatusimamia hivi na hivi, wenyewe wanarudi kusema msifanye, mkifanya hivi hata waletea maendeleo. Sasa unatutisha. Sisi ndo tunatoa kodi, tunafanya nini? Kwa hiyo mimi naweza nikasema hivi vyote, hasira zote zilizoko kwa wananchi zimesababishwa na uongozi uliopo. Sio, unanipata? Sasa uwezi kumshawishi mtu dakika sufuri itakajitokeza tu, haiwezekani. Sasa the point of view tunachotaka kurudi ni hivi, yani hivi vitu vyote vinatakiwa virudishwe sawa. Na kati ya vitu ambavyo kukubaliana na watu, kuleta hii misukosuko, watu kugombana, sio kufanya nini, hizo zote zinasababishwa na hawa watu ambao si chochote kwenye jamii, wanapewa nyadhifa. Sio, unanipata? Kuna watu wanapambana kabisa, wanataka wainuke, wafike mahali. Sasa hao watu wanakuwa, yani kuna watu wanapata hela, yani kizembe. Sio, unanipata? Pasima kufanya lolote tu, wamelalala huko chini. Sasa jamii unaanza kuifundisha eti ukiwa chawa unapata pesa, kuliko kutufundisha kwamba wakati si kweli. Kwa sababu wao yani wanapindwa, wao wanapotosha. Kwa hiyo hawa ndo wanaamsha hasira na hisia ndani kwa watu. Kwa hiyo ndo maana vitu kama hivi vinatokea. Kinachotakiwa tu kuwepo ni kuleta yani kinachotakiwa kurudishwa ni kuleta ushikamano. Watu wamepewa pesa waje kumchafua Heche, ili atolewe kwenye kitu, wachague mtu watakao wamweke pale kwa ajili ya maliziano. Yaani mnashindwa. Ukishaanga kuna mababu wamekuja, asio babu anashikishwa milioni 2 au milioni 1, hajawahi kuishika toka amezaliwa, na kibagarashia ameweka hivi kama kinani cha ndege, kile kitete cha ndege, unamshikilisha milioni hivi, alafu unampiga milioni nyingine 2 hivi, akiona kibunda hicho anaona mambo si ndio haya, ataropoka mpaka tatapika. Heche hatoki kwa uenekiti. Heche hatoki. Na nyie mnaoleta uchokochoko, tumewajua muda mrefu, wamefanya juu chini sana kwa ajili ya kumuua Heche.
Matokeo yake siku ile ndio ilikuwa ni siku yake angempata, lakini akampata dereva wake. Leo wameona ile njia kwamba tukifanya hivi itakuwa tuingie kwao sasa. Tupeleke chokochoko. Ndugu zangu, hizo chokochoko mnazopeleka CCM huko zote tunasijua. Na waombeni Watanganyika, muwapuzie. Muwapuzie. Mimi sio Chadema, lakini kwenye haki tupo na kwa sababu hao watu wa haki. Muwapuzie hao wote wanaokuja kumsema Heche. Wote muwapuzie. Na msiwape nafasi. Yaani mpite kama hamuoni. Heche ni mtu alindwe. Mtanganyika wewe na Mtanganyika mwenzio na mtu wote yule. Tunahitaji kumlinda Heche. Ila free Tundu Lissu tupigie hili. Hao wangekuwa na akili timamu, wangekuja kumpigia Lissu aachiwe. Lissu yuko ndani, umeona au Kenga wamekuja hata siku moja kumpigia Lissu aachiwe? Mmewahi kuwasikia hata siku moja wamekuja kupiga kelele kwamba wakapoteza muda wao kwamba Lissu aachiwe? Wanakuja kuleta ufisadi, ufilauni, uongo. Tumchukie Heche. Lissu si yuko ndani. Wanajua nguvu alionayo Heche nje. Heche nguvu alionayo nje. Japokuwa Lissu yuko ndani, anasaidia pakubwa ili Lissu aachiwe. Sasa wanaona kwamba cha kufanya tunakuja na hili. Hatutaki atupishe aje mwingine, tumchague mwingine. Atupishe kwa hakuna chochote. Ndugu zangu, hakuna pesa iliyoliwa. Wala pesa iliyotafuniwa. Wala pesa iliyonyambuliwa. Hao hapo ni wale ambao kikulacho chuki zao binafsi na kutaka pesa ambayo amepata huko kwa Abduli. Abduli mnamjua bwana. Samia mnamjua. Kwa hapa asa mtu kama una akili unavutwa tu. Muwapuzie au wote wanaokuja kusema kuhusu Heche. Wameshindwa kuja kupiga kelele Lissu aachiwe. Mnakuja kupiga kelele kwamba kuna pesa zimechukuliwa, zilituzwa, zilifanywaje? Hapana, hilo tumekataa. Mtafute lingine. Hilo tumelikataa. Heche hana kosa, na Heche tuzidi kumposti, na Lissu tuzidi kumposti, wazidi kupasuka. Ningeomba pia wanaharakati wote tuanze kuposti tena mauaji aliyofanya huyo Idi Amin, huyo gaidi. Namba 1 mpaka 10 ni gaidi, ni yeye Samia Suluhu Hassan. Tuposti hizo maiti, tunaposti, tunamtagi Trump, tunatagi hizo nani zote za nchi. Turudie kuposti hizo, nafikiri hatuna zote tunazo kwenye simu. Tuendelee kuposti sana kwa wanaendelea. Tumposti Lissu, tuwatagi kwa ajili waweze kuona Lissu bado ameshikiliwa yuko ndani. Lissu hana kosa. Lakini leo mpaka leo bado ameshikiliwa. Watanganyika, hawa watu hapana. Sio watu wa kuacha. Mwacheni Lissu, muacheni Polepole, Mdude na wengine wengi. Lakini muachie Lissu haraka sana na Polepole. Wakenge hawana akili. Sasa kwa nini kila kitu mnakataa? Kitu hiki mnakataa. Samia alikuwa amesubiri kweli. Alikuwa amesubiri simu kutoka kwa hiyo Choko mwana FA. Choko anayefirana na Dudubaya. Alikuwa amesubiri simu ya huyo Choko. Sasa ndio hivyo tena kapigwa dole la matako. Wakapigwa dole la matako. Na Dudu Mavi amekasirika kwa sababu bwana yake mwana FA kuna mtu aliongea naye sio akamshika sio akafanyaje. Dudu Bali kasirika kabla kupanda kwenye jukwaa. Umeona? Sasa kupanda kwenye jukwaa ndio maana amekasirika vile kama ametibua vile. Akasema si mwanamke si vitu gani, si mwanamke ndio anafanya nini? Hapana. Bwana alimtibua. Bwana yake wewe mwana FA. Wanapigana miti. Asikimbia la nini? Asijifanya sijui nini. Dudu Mavi
Nakwambia kabisa ukweli. Na mimi wacha kunikuna nitaja ya kitu mambo yako ya kiboya. Mambo yako ya kichoko usi unanitaja. Umetaja tao hao wanaharakati sijui ukawataja wanaharakati ukanitaja mimi jina lako niingiza kwenye mambo yako ya kichoko. Na wakati nakujua uchoko wako wote. Unaongea tu kwamba si watu wanafirwa sivile tamasha sijui hizo TV na watu wanaofirwa. Sema na mabwana zako ambao wanafilana au mnaofirana walikukataa, wewe umekomaa. Dubai umekomaa, matakwa yako yamekomaa. Unamtaka kufirana na wewe? Mlevi mbwa. Alafu kiroponga naka kufirana na wewe. Mwanafeka kutadodera matako umekasirika. Umeenda kutibua nani jukwaa la machoko kabisa mahanisi. Kwenda huko kwa mamako. Ndio. Nakwambia ukweli. Kama ni povu kitoko utoke povu la ukweli kwa sababu nakujua kinyoko nyoko mama. Nitakunyea kutandika niki kiatu. Nitakutandika niki kiatu kusodoe nacho. Kabisa. Nakujua kimavi wewe mama. Maana historia zako zote ninazo choko la mwana FA ndio. Wewe hujai kufanya nani? Ufanye muziki. Hizo hela za kuishi unapata wapi? Za kwenda Dubai umefanya nini? Si bwana wako mwanafika kupa. Alikupa. Sasa akakutibu umetibuka. Senge baridi wewe. Watanganyika, habari zenu. Ni masikitiko makubwa kuona Watanganyika ambao mwaka jana tarehe 29 Oktoba 2025 walilia kwa uchungu, walihuzunika kwa uchungu ndugu zetu walipouliwa. Watanganyika wenzetu waliomiminiwa risasi na serikali haramu ya Samia. Leo hii inashangaza sana kuona Watanganyika hao walioumia mwaka jana na wanasahau leo yale maumivu, wanaenda kwenye show za wasanii. Hivi wewe Mtanganyika, huyo msanii ana faida gani kwako? Huyo msanii mwaka jana ndio alichochea ndugu yako akauliwa. Huyo msanii ndio alikuwa pamoja na serikali haramu. Leo hii unaenda kulipa kiingilo chako kwenda kwenye show yake. Mtanganyika, una akili timamu kweli wewe? Unaenda kumpongeza mtu ambaye alikuliza mwaka jana? Unaenda kumpongeza mtu ambaye alikuulia mtoto wako? Unaenda kumpongeza mtu ambaye alikufanya kwenye familia yako mpaka leo mkoa na majozi? Unaenda kumpongeza mtu aliyokufanya ndugu yako mpaka leo hajaonekana? Watanganyika, kwani tunasahau mapema? Watanganyika, tumelogwa na nani? Watanganyika, kwa nini hatuthamini damu ya ndugu zetu zilizouliwa? Damu zile zilitapakaa katika eneo la barabara ya Tanganyika na bendera yetu ile inavuja damu. Kwa nini tuwasahau mashujaa wetu? Kwa nini tuwasapoti watu ambao hawana maana kwetu wala faida kwetu, watu ambao wako upande wa wauaji? Leo hii mnawashabikia wasanii hao mikopo inakopwa, wanataka kujengewa arena. Hebu nikuuliza swali Mtanganyika, mtoto wako aliuliwa, mzazi wako aliuliwa. Leo hiyo arena inaenda kutengenezwa, ina faida gani kwako wewe? Ndio itapunguza machungu ya mtoto wako aliyeuliwa au ndio itamrudisha mtoto wako aliyeuliwa? Arena ni kwa manufaa ya hao wasanii. Kwa nini hizo pesa wanazokopa? Kwa nini Watanganyika mliouliwa ndugu zenu? Kwa nini hizo pesa msipewe nyie? Kwa nini hizo pesa wasipewe watu ambao bado ni wagonjwa na risasi kwenye miili yao, wakatibiwe, wanaoza ndani na vidonda? Lakini pesa zinapelekwa kwenye zinaa. Pesa zinaenda kujengewa jumba la zinaa ili Watanganyika waendelee kuangamia, ili magonjwa yaendelee kulipuka, kwa sababu arena ni sehemu ya starehe. Je, wewe Mtanganyika uliouliwa ndugu yako, utaenda kwenye hiyo arena? Utaenda kushangilia huko kwenye hiyo arena? Watanganyika, tusiwe wasaulifu. Watanganyika, tusisahau machungu tulioyapitia. Hii serikali ya haramu ingekuwa ina faida kwako wewe Mtanganyika, leo hii wangejenga makumbusho ya ndugu zetu waliowaua mwaka jana.
Wangeweka makumbusho, tungepeleka hadi viatu waliotuachia, tukajua ni sehemu fulani kuna jengo la makumbusho, Watanganyika waliuliwa, ili Samia haramu aendelee kubaki kwenye kiti cha urais. Aliua Watanganyika, na jumba la makumbusho ni hili hapa, libaki kumbukumbu kwa kila kizazi chetu. Lakini serikali haramu ipo kwa ajili ya kujenga arena, starehe, watu wakapate burudani. Wale Watanganyika waliouliwa hawakuwa Watanganyika, bali ni mambwa, ni wanyama, hawana thamani, hawana haki. Kumbukumbu yao imefutika. Na wewe Mtanganyika leo hii unasahau ya mwaka jana, unaenda kumshangilia msanii, na angalio msanii sasa hivi unayemshangilia, hiyo arena inapojengwa, hiyo pesa iliyokopwa utalipa wewe, masikini wa hali ya chini. Wewe unayemshangilia, wewe uliouliwa ndugu yako, wewe uliobaki mjane, wewe uliobaki yatima, hizo pesa ndo tutalipa sisi, sio wasanii. Wasanii wataendelea kufanya burudani kwenye hiyo arena. Wewe maskini utaendelea kukandamizwa, kunyonywa na serikali haramu ya Samia. Zinduka Mtanganyika, amka ulipolala, tukomboe hili taifa la Tanganyika. Mpo wapi wa Tanganyika? Nikikukamata, nikikushika, nitakupalata. Unajikuta we ni kichwa wakati ni motherfucker. Na hii haitaisha. Ndiyo kwanza movie imeanza. Unajifanya mchomeshaji. Ona sasa umeshachomeshwa. Mipango yako yote ninayo kiganjani kwangu. Kila kitu, kila ushahidi ninao. Na ninakuhakikishia nitakuja kukata hayo masikio yako. Ipo siku nitakuja kukata hayo masikio yako. Huyu mwamba huyu. Huyu mwamba huyu. Huyu mwamba huyu. Ipo siku nitakukamata. Ndugu zangu wa Tanzania na wanachadema, nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa siku kadhaa ambazo nimekuwa kimya kutokana na matatizo yaliyonipata ya kufiwa na ndugu yangu ambaye pia alikuwa dereva wangu, ndugu Swezi Daniel Maradufu, ambaye historia yangu na ya kwake imeungana kwa sehemu kubwa tangu nikiwa na miaka 16. Nimepokea jumbe nyingi sana kutoka kwenu, jumbe ambazo kwa kweli zimenitia moyo sana. Sikujua kama Watanzania mnathamini na mnaheshimu mchango mkubwa ambao chama chetu na mimi binafsi nimekuwa nikiutoa kwa ajili ya taifa letu kuwa sehemu bora ya kuishi. Kwa siku hizi nimekuwa overwhelmed. Nimepokea message kwa maelfu kupitia mitandao yangu ya kijamii, Instagram na Twitter. Nimepokea message za kawaida za simu na simu kwa maelfu. Nimepokea message kupitia WhatsApp yangu kwa maelfu. Na kwa wale wote ambao sijawajibu, msione kama nimewadharau. Message hizi zimekuja kwa mamilioni. Nathamini sana. Nimeamua nichukue nafasi hii kurekodi hii video fupi kujibu ujumbe ambao umenitia moyo kwa kiwango kikubwa sana. Asanteni sana wa Tanzania, asanteni sana wanachadema. Mimi ni mwalimu, ninajua maana ya motivation. Mmenimotivate kufanya kazi kwa bidii zaidi na kuongeza nguvu zaidi. Kwa kushirikiana sisi na chama chetu tutaibadilisha nchi hii. Tutaifanya kuwa sehemu nzuri na bora kuishi. Sehemu ambayo haina ufisadi wala rushwa, sehemu ambayo rasilimali za nchi yetu zitatumika kwa ajili ya watoto wetu, sehemu ambazo na sisi tutapata maji ya kunywa, barabara, elimu bora na maisha mazuri kama tunayostahili. Asanteni sana. Ninawashukuru sana. Pia nimepokea jumbe nyingi ambazo pia nimepigiwa na watu wengi wakiwemo viongozi wa chama ambao wamesema kwa upendo mkubwa mlionao mlitaka kunichangia
mimi binafsi fedha kupitia akaunti yangu na namba zangu za simu ili ziniongezee motisha. Lakini kipekee naomba niwashukuru na niwaombe, kwa sababu kama alivyosema katibu mkuu wetu wa chama, tarehe 15 mwezi Septemba tutakuwa na baraza kuu la chama, baraza kuu ambalo litafanya maamuzi makubwa ya kihistoria, ya kisiasa kuhusiana na mwelekeo wa nchi yetu kwa miaka mingine ijayo mingi, ambayo nchi itakuwa sehemu salama ya kuishi. Naomba sasa ile michango ambayo ilikuwa ielekezwe kwangu ielekezwe moja kwa moja kwenye kuchangia baraza kuu la wananchi ambalo litafanya maamuzi makubwa ya kihistoria. Tunahitaji milioni 330 ili wajumbe wote wa baraza kuu waweze kufika kwenye kikao, wakae kikao vizuri, wapate ukumbi, wapate maji ya kunywa na washiriki katika kufanya maamuzi haya ya kihistoria. Maamuzi yatakayo kwenda kuamua kuhusu katiba mpya na kuamua namna ambavyo mwenyekiti wetu Tundu Lissu atakuwa free. Kwa hiyo naomba mtumie akaunti za chama chetu badala ya akaunti yangu ambayo ni namba ya simu 0744 44 69 69 0744 44 69 69. Hiyo ni akaunti ya M-Pesa ambayo itaandika Chadema HQ. Lakini pia naomba mchangie kupitia akaunti namba ya NMB ambayo ni 22 60 66 00 140 22 60 66 00 140. Hizo akaunti zote, akaunti ya M-Pesa italeta jina Chadema HQ na akaunti ya NMB ina jina la Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa mwezi mzima sasa tunahitaji mchango wako wa shilingi 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000, laki, milioni kwa ajili ya kupata milioni 330 ambazo zitaandaa baraza kuu la chama ambalo litakuwa baraza kuu la wananchi. Asanteni sana na mwenye Wakenge hawana akili. Sasa kwa nini kila kitu mnakataa? Kitu hiki mnakataa. Kitu Samia alikuwa amesubiri kweli. Alikuwa amesubiri simu kutoka kwa hiyo Choko mwana FA. Choko anayefirana na Dudubaya. Alikuwa amesubiri simu ya huyo Choko. Sasa ndio hivyo tena kapigwa dole la matako. Wakapigwa dole la matako. Na Dudu Mavi amekasirika kwa sababu bwana yake mwana FA kuna mtu aliongea naye sio akamshika sio akafanyaje. Dudu Bali kasirika kabla kupanda kwenye jukwaa. Umeona? Sasa kupanda kwenye jukwaa ndio maana amekasirika vile kama ametibua vile. Akasema si mwanamke si vitu gani, si mwanamke ndio anafanya nini? Hapana. Bwana alimtibua. Bwana yake wewe mwana FA. Wanapigana miti. Asikimbia la nini? Asijifanya sijui nini. Dudu Mavi nakwambia kabisa ukweli. Na mimi wacha kunikuna nitaja ya kitu mambo yako ya kiboya. Mambo yako ya kichoko usi unanitaja. Umetaja hao wanaharakati sijui ukawataja wanaharakati ukanitaja na mimi jina lako niingiza kwenye mambo yako ya kichoko. Na wakati nakujua uchoko wako wote unaongea tu kwamba si watu wanafirwa sivile tamasha sijui hizo TV na watu wanaofirwa. Sema na mabwana zako ambao wanafilana au mnaofirana walikukataa, wewe umekomaa. Dubai umekomaa, matakwa yako yamekomaa. Unamtaka kufirana na wewe? Mlevi mbwa. Alafu kiroponga naka kufirana na wewe. Mwanafeka kutadodera matako umekasirika. Umeenda kutibua nani jukwaa. Jukwaa la machoko kabisa mahanisi. Kwenda huko kwa mamako. Ndio.
nakwambia ukweli. Kama ni povu kitoko, utoke povu la ukweli, kwa sababu nakujua kinyoko nyoko mama. Nitakunyea nitakutandika niki kiatu. Nitakutandika niki kiatu kuzogoe nacho. Kabisa. Nakujua kimavi wewe mama. Maana historia zako zote ninazo. Choko la mwana FA ndio. Wewe hujai kufanya nani? Ufanye muziki. Hizo hela za kuishi unapata wapi? Za kwenda Dubai umefanya nini? Si bwana wako mwanafika kupa. Alikupa. Sasa akakutibu umeti wangu. Leo Sumai anaenda kwa Tundu Lissu gerezani. Kwa hiyo ningeomba Chadema mwema sana makini jamani. Huko kwa Tundu Lissu anapeleka vya kupeleka. Kama ambavyo nimewaambia video ambazo zimepita. Cha kufanya tupige kelele ya free Tundu Lissu, free Polepole, free Mdude, free Soka. Huyu Samia unaweza mkaona ni mtu wa namna gani? Ni mtu ana roho ya namna gani? Bora hata shetani anaweza taka waacha, shetani akawapa muda. Uwezi mtu unayejijua kabisa ni gaidi. Samia anajijua kabisa ni gaidi, anajijua na analijua hilo. Kwamba yeye ni gaidi, analijua na analitambua hilo na mabwana zake. Halafu nakuja kutuita sisi wanaharakati tunaosemea haki. Kwamba sisi, yani maneno yako, yani ugaidi wako wewe ututwishe sisi. Uliyeshika bunduka waua Watanganyika maelfu kwa mamia. Hata kama ungekuwa na roho ya shetani Samia, hapana, usingeongea hilo neno lilo uliongea. Na ambavyo wewe ni kiroponga, kila ukisimama unaharibu. Kila ukiongea unaharibu. Kila ukiongea unaharibu. Wa Tanzania hawa CCM wanatumia sana AI zetu sasa hivi. Wanatumia AI sana za wanaharakati. Wamemweka Mange pia AI anaongea kuhusu Chadema kwamba kuhusu Heche Tumweti. Ile ni AI ndugu zanguni. Mimi pia nilikuwa nafikiria sana ile video, najua. Ile video nilikuwa nafikiria sana, niliwahi kusema kweli Chadema kwamba ni AI kabisa wanatutumia. Unajua umekuja kunifikiria kwamba hiyo ya Mange, ngoja ile video mimi nataka nitafute ilipo. Nimeangalia video pia ya Mange anasema kwamba Tumweti Heche tumanyeni. Jamani, nyie CCM, hebu pambaneni na zini mmoja. CCM pambaneni na alizeni nyie mboga mboga. Acha nini na harakati hatuwataki. Tuko kwenye haki. Sasa hivi muunganisha nani video ya Mange, mkiangalia kabisa. Mange anasema sui Heche Tumweti sui. Hapana. Tuwapinge hawa mboga mboga kwa nguvu zote. Yule sio Mange, ni AI kabisa. Ni AI kabisa, AI. Sasa hivi ndivyo wanapotumia mboga mboga. Wanatumia sana sauti zetu, yani kama hivi unajua. Siku hizi AI imekuwa sio kitu gani? Ndugu zanguni. Hapana. Mimi hata ile video nilikuwa nafikiria sana kwamba niliongea kwamba Chadema sijui mna njaa tupo. Hapana. Nimekaa nafikiria ngoja nitafuta ile video, utaitafuta. Mwanzo nilipokuwa naongea. Asanteni.